Tume ya uchaguzi nchini Uganda imewaidhinisha Rais Yoweri Museveni na kiongozi wa upinzani Bobi Wine kugombea katika uchaguzi wa 2026 nchini humo. Tangazo hilo limeweka mazingira ya mapambano makali wa kisiasa kati ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 ambaye ametawala tangu mwaka 1986 na mpinzani wake mwenye umri wa miaka 43, nyota wa pop aliyegeuka mwanasiasa ambaye anaunga mkono na vijana wengi wa Uganda. Museveni, mmoja wa marais waliokaa madarakani muda mrefu zaidi barani Afrika, anawania muhula mwingine wa miaka 5 chini ya vuguvugu la National Resistance Movement. Ameashiria ukuaji wa kiuchumi, miundombinu mipya na uthabiti kama mafanikio yake, na akiahidi kukuza uzalishaji mali, elimu, afya na vita dhidi ya rushwa. Wakosoaji hata hivyo wanamtuhumu kwa ubabe, wakitoa mfano wa mabadiliko ya kikatiba ambayo yaliondoa ukomo wa mihula na umri, ukandamizaji dhidi ya upinzani na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Bobi Wine ambaye alishindwa na Museveni mwaka 2021 uliogubikwa na madai ya udanganyifu katika kura hiyo, anasema anawakilisha kizazi kipya kinachodai mabadiliko. Kugombea kwake kulithibitishwa jana Jumatano mjini Kampala pamoja na mkewe katika tume ya uchaguzi ambayo itaenda kusimamia rasmi huu mgongano mkubwa unaoenda kutokea hivi mwaka huu. Bana, Bobi Wine amekuwa ni mtu ambaye amepambana kweli kweli pale Uganda na amekutana na matukio mengi sana wakati anapambania mwenye nafasi yake ya kuwa kiongozi na kwenye harakati zake za kudai haki nchini humo. Bobi Wine ameingia kwenye changamoto ya kuingia mpaka jela, kufungwa jela kutokana tu na mambo mazima ya kisiasa, lakini ameinuka na kuendelea kupambana tena. Sasa hivi anaingia kwenye kinyang'anyiro cha kwenda kugombea katika kiti hiko cha urais mwakani hapo 2026. Swali kubwa ni je, ataweza kutoboa au yatakuwa ni yale yale tu, ndugu msindikizaji?